tunapenda wakongomani yote waishi mzuri. Kongo yote tuishi mzuri sana, tupendane, tufanye development ya country yetu. Sababu country yetu the people biko nateseka doki sana, njaa, hakuna barabara, hakuna shule, hakuna nini, watu wanateseka sana. Sasa sisi tunapenda maneno itembee vizuri. Watu na FRDC, watu na government ya Kongo waraifite, waraizi. Safari ya Willy Ngoma kutoka ualimu hadi uwanja wa vita mashariki mwa Kongo. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ni eneo ambalo historia yake imeandikwa kwa wino wa migogoro, diplomasia tete na mapigano ya kudumu ya madaraka. Ndani ya mazingira hayo, jina la Willy Ngoma limekuwa miongoni mwa majina yaliyojitokeza kwa nguvu katika miongo ya mwisho. Vous cherchez l'argent. You're fighting for the money. You're fighting for our life. Alizaliwa mwaka 1974 katika kijiji cha Kiningi huko Rwanda. Akiwa bado mdogo, familia yake ilihamia Kinshasa, mji mkuu wa Kongo, ambako alikulia na kupata elimu ya msingi na ya juu. Alisoma katika shule ya msingi Kaebeya Mbanza-Ngungu kabla ya kujiunga na chuo cha ualimu cha Mbanza-Ngungu, akijikita katika masomo ya historia na jiografia. Kwa muda mfupi, Ngoma alikuwa mwalimu, taaluma inayojengwa juu ya hoja, mantiki na uchambuzi wa matukio ya kihistoria, lakini hatima yake haikubaki darasani. Mwaka wa 2012, wakati harakati ya M23 ilipoibuka rasmi mashariki mwa Kongo, Willy Ngoma alichukua uamuzi uliobadilisha kabisa mwelekeo wake wa maisha. Alijiunga na kundi hilo la waasi. M23 iliundwa baada ya wanajeshi wa zamani wa CNPD kuasi, wakidai kuwa serikali ya Kinshasa haikutekeleza makubaliano ya tarehe 23 Machi mwaka 2009. Harakati hiyo ilijikita hasa katika mkoa wa Kivu Kaskazini, eneo lenye rasilimali nyingi za madini, lakini pia historia ndefu ya migogoro ya silaha. Ndani ya muda mfupi, Willy Ngoma alipanda ngazi haraka. Kutokana na uwezo wake wa mawasiliano na hoja, aliteuliwa kuwa msemaji wa kijeshi wa harakati hiyo, akifanya kazi kwa karibu na kamanda mkuu wa M23 Sultani Makenga. Kuanzia mwaka wa 2021, M23 ilipoibuka tena kwa nguvu baada ya kushindwa mwaka wa 2013, Willy Ngoma aligeuka kuwa uso wa harakati hiyo mbele ya vyombo vya habari vya ndani na kimataifa. Katika mikutano na mahojiano alisisitiza hoja tatu kuu: malalamiko ya kutengwa kisiasa kwa baadhi ya jamii mashariki mwa Kongo, kujitetea dhidi ya kile alichokiita vitisho vya kiusalama, ukosoaji mkali wa serikali ya Kinshasa na jeshi la FRDC. Hata hivyo, serikali ya Kongo na mashirika ya kimataifa yalikuwa na mtazamo tofauti, yakishutumu M23 kwa ukiukaji wa haki za binadamu na kuendeleza machafuko kadhaa katika ukanda huo. Mwezi Februari mwaka 2026, Willy Ngoma aliwekwa kwenye orodha ya vikwazo vya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Hatua hiyo ilihusisha kufungwa mali, marufuku ya kusafiri na kutajwa rasmi kama mhusika katika vitendo vinavyotishia amani ya kikanda. Ilikuwa ishara kwamba jukumu lake lilikuwa limevuka mipaka ya ndani na kuwa swala la kimataifa. Tarehe 24 Februari mwaka 2026, taarifa ziliripoti kwamba Willy Ngoma aliuawa katika shambulizi la ndege zisizo na rubani karibu na Rubaya, Kivu Kaskazini, eneo lenye umuhimu mkubwa wa kimkakati kwa sababu ya rasilimali za madini. Operesheni hiyo ilihusishwa na vikosi vya serikali ya Kongo. Kifo chake kilionekana kama pigo kwa mfumo wa mawasiliano wa M23, ingawa wachambuzi wanaeleza kuwa
Muundo wa harakati za aina hiyo mara nyingi haujengwi juu ya mtu mmoja pekee. Safari ya Willy Ngoma ni hadithi ya mabadiliko makubwa kutoka mwalimu wa historia hadi msemaji wa kundi la waasi lililokuwa katikati ya mojawapo ya migogoro tete zaidi barani Afrika. Kwa wafuasi wake, alikuwa mtetezi wa madai ya kisiasa na sauti ya jamii zilizohisi kutengwa. Kwa wapinzani wake, alikuwa sehemu ya mtandao uliodumisha vita na machafuko. Lakini bila kujali mtazamo, jina lake sasa limeunganishwa rasmi na sura ya kisiasa ya mgogoro mashariki mwa DRC, mgogoro ambao hadi leo haujaona mwisho wake.